Iran imefanya shambulio la makombora yenye nguvu na yenye kuharibu dhidi ya kituo cha kijeshi cha anga cha Al Udeid cha nchini Qatar usiku wa Jumatatu, kilenga kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika Mashariki ya Kati kama kisasi cha mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa wiki iliyopita. Ulinzi wa anga wa Qatar ulifanikiwa kuyazuia makombora hayo na kuzuia madhara zaidi ya moja kwa moja, lakini tukio hilo limeongeza mvutano wa kikanda na kulaaniwa vikali na Qatar kwa kukiuka mamlaka yake ya kitaifa. Jeshi la Walinzi la Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, kwa jina maarufu la RGC, wamedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo wameliita habari njema za ushindi, wakisema kuwa likiwa ni jibu la moja kwa moja kwa uchokozi wa Marekani. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran lilieleza kuwa shambulio hilo lililengwa moja kwa moja kwenye kituo cha Marekani, mbali na makazi ya watu, na halikuwa tishio kwa Qatar wala raia wake. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bado imejikita kati kudumisha uhusiano wa karibu na Qatar, ilisema taarifa hiyo, ikibainisha idadi ya makombora iliyotumika yalilingana na mabomu yaliyotumika na Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. RGC imesisitiza kuwa msimamo wa Iran kuwa Iran haitawahi kukubali uvamizi wa aina yoyote kwenye mipaka yake au usalama wa kitaifa bila majibu. Wizara ya Ulinzi ya Qatar ilithibitisha kuwa mifumo ya ulinzi ya anga iliweza kuzuia makombora hayo bila vifo wala majeruhi kuripotiwa. Majed Al-Ansari, ambaye ni msemaji wa mambo ya nje ya Qatar, alisema kuwa kituo hicho ambacho kina maelfu ya Marekani kiliondolewa watu mapema kabla ya shambulio hilo ili kuhakikisha kuwa usalama wa wafanyikazi waliokuwemo. Hata hivyo, mkazi mmoja wa Doha na baba wa watoto wawili ameiambia CNN kuwa mlipuko mkubwa ulisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi, sababu mamlaka zikutoa onyo yoyote kabla ya tukio hilo. Qatar ilitoa tamko kali la kulaani mashambulizi hayo kupitia taarifa iliyotolewa muda mfupi baada ya shambulio hilo, huku wakiita tukio hilo ukiukaji wa wazi wa mamlaka yake, na ikaweka wazi kuwa ina haki ya kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Al-Ansari ilitoa wito kwa pande zote mbili kutumia njia za kidiplomasia ili kupunguza mzozo huo, akionya dhidi ya machafuko katika eneo hilo. Shambulio hilo linakuja baada ya Qatar kufunga anga yake kwa muda mapema na baada ya balozi wa Marekani nchini humo kutoa onyo kwa raia wake kubaki ndani kwa sababu za kiusalama. Shambulio hili la makombora linaashiria kuongezeka kwa mzozo mkubwa kati ya Iran na muungano wa Marekani na Israel pia, huku Iran ikiahidi kujibu kwa nguvu yote itakayohatarisha mamlaka yake. Jumuiya ya kimataifa inazidi kushinikizwa kuzuia mzozo huu ukizidi kuwa mkubwa zaidi katika maeneo ambayo tayari hali imekuwa tete.